Iran, Persia ya kale, mahali alipoishi Malkia Esther, mahali Nabii Daniel aliposhinda simba katika tundu la simba. Kitu cha ajabu kinatokea Irani sasa hivi. Fikiria katika eneo ambalo serikali inaweza ikakagua nyumba yako, ikapeleleza simu yako na kufuatilia kila kitu unachokifanya mtandaoni. Hapa ni katika nchi yenye katazo zaidi, nchi yenye msimamo zaidi wa kiimani. Jambo linatokea. Irani sasa ni nchi inayokuwa kwa kasi zaidi katika Ukristo, katika dunia nzima. Sio tu Mashariki ya Kati, ni dunia nzima. Hii sio kawaida. Katika nchi ya Irani, kuacha Uislamu ni kosa la jinai. Unaweza kuhukumiwa kifo. Wakristo wanakamatwa na kutupwa kwenye magereza yenye ulinzi mkali sana, katika magereza yenye mateso, na wanalazimishwa kuikana imani ya Kikristo katika vyombo vya taifa, televisheni ya taifa. Huduma za kanisa zimekatazwa. Kuvaa alama zozote za Kikristo kama msalaba ni kosa la jinai, lakini bado imani hiyo ya Kikristo inaenea kwa kasi, kwa haraka zaidi kama moto uteketezao. Mungu anaenda mahali penye matarajio machache. Uamsho mkuu wa kiroho katika nyakati zetu unatokea sasa hivi, pwani kabisa mwa nchi yenye katazo kubwa la imani nyingine duniani. Nayo sio nyingine, ni nchi ya Irani, nchi yenye sheria na misingi ya utawala wa Kiislamu. Miaka 40 iliyopita kulikuwa na Wakristo 500 tu katika nchi hiyo. Leo wapo zaidi ya waumini milioni 1 na zaidi ya hao. Uchunguzi uliofanywa na taasisi ya Gaman mwaka 2020 ulionyesha mamia ya maelfu ya Wairani kwa siri ni Wakristo. Idadi halisi inaweza kuwa milioni 3. Hii ina maana kuwa Wakristo Irani wameongezeka kwa zaidi ya mara 2000. Katika moja ya maeneo hatari zaidi duniani kuwa Mkristo ni Irani. Maelfu ya watu wanauacha Uislamu na kumpa Yesu Kristo maisha yao. Hakuna makanisa, hakuna wachungaji, hakuna maaskofu. Kama ilivyo kwa Wakristo wa mwanzo, wanajikusanya na kujificha katika maeneo ya siri, katika makundi madogo madogo, kuepuka kutambuliwa na kukamatwa. Wakati huo, utawala wa Kiislamu unawafuatilia, unawadhibiti na kuwakandamiza wote wanaoamini Yesu. Lakini bado Ukristo unazidi kukua. Mungu anatumia mfumo ambao serikali hauwezi kuuhisi wala kuupata wala kuufunga, nao ni roho za wanadamu, roho za wana wa Irani. Mambo haya ya ajabu yanatokea kimya kimya. Wakati huo mamia ya Wairani wanatoa taarifa zinazofanana kuwa mtu aliyevalia mavazi meupe anawatokea katika ndoto, katika maono. Maelfu ya watu hao wanatokewa bila ya kusoma Biblia, wala hawajawahi kufika kanisani wala kukutana na mchungaji yoyote. Mtu huyo akiwaeleza sana kwa habari ya msamaha, kwa habari ya upendo, kwa habari ya kuacha dhambi na wokovu. Aliwajazia kiu ya kumjua yeye Kristo, ambayo inawapelekea kutafuta majibu, na nguvu ya kiu hiyo ndani yao ni halisi na ina nguvu sana kiasi kwamba wanakuwa tayari kuhatarisha kabisa kila kitu, hata maisha yao. Watu ambao hata hawajawahi kuiona Biblia na hawajawahi kuisoma, hata wainjilisti hawajapata kibali cha kuwafikia, lakini shauku kubwa isiyozimika ndani ya mioyo yao ni dhahiri. Bwana katika maono huwatokea katika nuru kubwa, katika upendo mkubwa, akiwaambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Huu ni utimilifu wa ahadi katika Biblia, katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume 2:17 inayosema, itakuwa katika siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Ndivyo inavyofanyika sasa katika nchi hiyo ya Irani. Bwana mwenyewe anawatokea kwa nguvu na maajabu makubwa. Hapa ni Alhamisi usiku katika mji wa Teheran, ambapo watu wamejikusanya sitting room kwa ajili ya Yesu. Hawajaweka alama yoyote ya Kikristo ukutani, na mmojawapo anataja mstari wa Biblia kwa sauti ya chini sana
yaani kunong'ona, na kisha wengine wanakalili kutokea kwenye application moja, kisha wanaifuta kuwaepuka viongozi wapelelezi wa kimtandao. Mkusanyiko huo hauonekani kama ni kanisa, lakini ndilo kanisa la Mungu katika nchi ya Irani, katika nchi za magharibi na nchi zingine zote duniani. Kanisa ni mpaka liwe na jengo kubwa zuri lenye rangi la kupendeza, pawepo na mchungaji, pawepo na maaskofu, pawepo na mabenchi na kila kitu chenye kufaa kanisa. Lakini sivyo ilivyo kwa Wanairani. Wao kwao ni tofauti. Kanisa kwao ni popote, hata chini ya mti. Wanabadilisha maeneo ya kukutania kila wiki. Popote kwao ni kanisa, ili mradi wasionekane na utawala. Hapo mmoja anabaki dirishani kuangalia usalama. Simu zao zinaachwa chumba kingine zikiwa zimezimwa wifi. Hawatumii neno Biblia wala neno Yesu katika kuchati kwao. Ikiwa leo watakutana mahali hapa katika sitting room, kesho watakutana mtaa mwingine katika chumba cha kulala. Siku inayofuata, wiki inayofuata, watakutana eneo jingine, mtaa mwingine katika jiko la kupikia. Na siku nyingine, wiki nyingine, watakutana hata kwenye gari wakifundishana kwa habari za Yesu. Haya ndiyo maisha ya wanaomwamini Kristo katika taifa la Irani, na kila kundi linakuwa na watu 3 hadi 4, si zaidi. Na ikiwa kundi hilo litafika watu 10 au 12, linagawanywa mara 2. Makutano ya ibada yanabadilika siku hata siku, ili wasikamatwe na mamlaka za kiserikali. Irani, shughuli zote za Kikristo ni kosa la jinai. Utawala umeweka sheria ngumu kuhusu kuwa na Biblia. Katika maduka ya supermarket, kopi ya Biblia inaweza kugharimu hata mshahara wa mtu wa wiki kadhaa. Hasa Biblia ile iliyotafsiriwa kwa lugha asili ya Irani inaitwa Farsi. Na jamii ile inayoweza kuipata Biblia hiyo wanaithamini na kuipa thamani kuu ya kipekee. Na hapo wanagawana Biblia hiyo vipande vipande. Muumini mmoja atatunza kitabu cha Luka, mwingine atatunza kitabu cha Mathayo, mwingine atatunza cha Yohana, mwingine wa Korinto, hadi Biblia yote kuisha. Hii ni kwa sababu endapo polisi watavamia nyumba moja na kuchoma vitu vyote vya Kikristo, itakuwa hawajapoteza Biblia yote, bali kitabu kimoja tu. Uhaba wa Biblia Irani unaifanya iwe na thamani zaidi. Pia zipo Biblia katika mfumo wa soft copy, hutunzwa kwenye flashi, zikipita katika mipaka ya nchi ya Uturuki, au zingine kufanywa katika PDF na kutumwa WhatsApp na Telegram. Pindi wanapoingia mtandaoni, hutumia VPN ya viwango bora sana ili wasionekane na mamlaka za nchi ya Irani. Wakristo hawa wanaohatarisha maisha yao hivi ni kina nani? Hawa ni vijana, watu wa rika zote, watu wa jinsia yote, waliotokewa na nguvu ya Mungu katika maisha yao na wakadhihirishiwa ya kuwa Yesu ni njia, kweli na uzima. Ni nani huyo anayeongoza uamsho huu katika taifa la Irani? Wanawake wanakandamizwa na kunyanyaswa. Hao ndio wamekuwa miongoni mwa watu walio mstari wa mbele katika kanisa. Wanaume walioshuhudia wenzao wakifa na kuuawa na kuteswa kwa ajili ya kumsihi, kwa ajili ya kumtafuta Kristo, wamekuwa majasiri leo. Walionyamazishwa kwa vitisho vya bunduki na kunyang'anywa mali na kufukuzwa ajira, wamekuwa manahodha wa imani. Chini ya utawala mkali wa Kiislamu, wanawake wa Irani wanafanyiwa unyama. Ushuhuda wa mwanamke mmoja mahakamani ni sawa na nusu ya ushuhuda wa mwanaume mmoja. Mwanamke hata awe na ushuhuda uliokamilika, ushahidi wowote uliokamilika wa mwanamke, hata ukamilike kwa 100%, mwanaume akitoa ushahidi, ule wa mwanamke unahesabika ni nusu yake tu. Hivi ndivyo wanavyofanyiwa wanawake wa Irani. Mwanamke anaweza kuolewa hata bila kutaka yeye katika umri mdogo wa miaka 9 tu.
Mwanamke hawezi kupata passport, kusoma, kufanya kazi kwa amani au kuondoka katika nchi yake bila kibali cha mlezi mwanaume. Pamoja na hayo yote, hawa ndio Yesu aliyowachagua washuhudie ukuu huu leo. Kama ilivyo awali, alivyokuwa Yesu na Maria Magdalena, aliyekuwa maskini sana, aliyekuwa tayari kutoa maisha yake kila mahali alipokwenda Yesu, ndivyo vinavyojirudia leo katika nchi ya Irani. Wanawake hawa wanaodharauliwa na kuteswa, Bwana ameamua kuwatokea katika mfumo ule ule, katika mazingira yale yale. Wanawake hawa wa Irani hawana sheria inayowazuia wasipigwe, hawana sheria inayozuia wasipewe talaka wala kuondolewa mbali na umiliki wa watoto wao, ikiwa tu wataamini kuwa Yesu ni Kristo. Huu ndio ukatili wa yote wanayofanyiwa walio katika nchi ya Irani. Ukosefu wa haki na mateso imekuwa silaha ya kuvunja mioyo ya wanawake Irani, lakini wanaposoma Biblia wanajiona ni watoto wa ahadi, wanaopendwa na Mungu, waliozaliwa kwa ajili ya Mungu, walioandaliwa kurithi uzima wa milele tangu kuzaliwa kwao. Ndio maana nyumba za watu hawa wamezifanya kuwa mahali patakatifu pa ibada. Jikoni inaweza kuwa ni darasa, sebuleni ni darasa kwao, sitting room ni darasa. Kila mahali pa nyumba hiyo inaweza kuwa ni darasa kwa kuhamahama. Ukristo Irani haukuanza leo, ikumbukwe hivyo. Hiyo ndiyo ardhi ambayo Malkia Esther aliishi na kuwaokoa watu wake dhidi ya hila zote za uovu za Hamani wakati wa utawala wa mfalme Ahasuero. Rejea kitabu cha Esther. Na pia ni katika ardhi hii ndipo Danieli nabii alitoka salama kutoka tundu la simba. Hivyo sio mahali pageni na Ukristo, lakini leo pamekuwa mahali si rafiki kwa Wakristo. Utawala wa Irani una hofu kubwa juu ya kiwango hiki kikubwa cha watu kuhama kutoka Uislamu kwenda Ukristo. Viongozi wa mapinduzi ya Kiislamu wanazichukulia nyumba zinazotumika kama kanisa ni mawakala kutoka magharibi na wapelelezi wenye lengo la kuushambulia Uislamu. Kwao waumini hao wapya ni maadui wa taifa. Kuzimisha uamsho huo, sheria imeanzishwa ya kuuawa. Mwaka 2021 ilitungwa sheria kuzuia shughuli zote za kidini na 90% ya Wakristo walikamatwa mwaka 2025. Sio kwa sababu ni wahalifu, sio kwa sababu walivunja chochote na kuiba, bali kwa sababu ya imani yao kumkiri ya kuwa Yesu ni Kristo katika maisha yao. Yesu aliwaonya mitume wake kuwa kama walinishtaki mimi, watawashtaki na ninyi. Pia katika nchi ya Irani, onyo hilo ni uhalisia wa maisha yao ya kila siku. Mwaka huo huo 2025, Wakristo 73 walihukumiwa kunyongwa na kufanya idadi ya waliohukumiwa kunyongwa kwa kosa hilo la kumkiri Yesu kufikia 280. Kwa rekodi ambazo zimerekodiwa hadi sasa, wanaopelekwa kwenye magereza hatari zaidi kama gereza la Evin yasiyokuwa na mazingira rafiki na penye mateso makali ya kisaikolojia. Zaidi ya hayo, mamlaka imetoa katazo la miaka 250 kwa Wakristo kuhusu elimu, ajira na madawa kama watajiita Wakristo. Kati ya hao wanaopitia hayo ni dada mmoja, Aida Najaflu. Huyo ni Mkristo mpya aliyetokea katika Uislamu. Kosa lake ni kuomba nyumbani, ni kudhihirisha imani yake na kusherehekea sikukuu za Kikristo. Kwa kosa hilo amehukumiwa jela miaka 17 na kuambiwa alijaribu kuhatarisha amani ya usalama wa taifa la Iran. Akiwa gerezani, Aida Najaflu alivunjika uti wa mgongo alipodondoka kutoka kitanda cha juu. Kutokana na kosa lake, hospitali zilikataa kabisa kumtibu na zilimrudisha gerezani akiwa na hali mbaya. Muarmenia mmoja, Gumiani, huyu ni mtalii, alihukumiwa jela miaka 10 kwa kosa la kutembelea nyumba iliyofanyika kama kanisa na akiwa ameshika nakala ya Biblia, kitabu Agano Jipya. Wachungaji kama Fasid Fati na Benam wapo ndani hadi leo kwa miaka kadhaa kwa sababu ya kutangaza Injili.
Hiyo ndiyo gharama ya kueneza neno la Mungu katika nchi ya Irani. Serikali ya Irani inajaribu kuufuta Ukristo na kuwaua na kuwatesa viongozi wake. Mwaka 2024 kilichofanywa gizani katika taifa hili. Kuna mafaili ambazo yalivuja kutoka mahakama. Zaidi ya kesi 327 ziligundulika tayari zimehukumiwa kwa Wakristo kunyongwa kwa kosa rahisi tu la kumfuata Kristo. 90% kati yao waliohukumiwa hapo awali walikuwa Waislamu, na 60% ya mauaji hayo waliyafanya kimya kimya bila mtu wala chombo chochote kujua. Hivyo kwa haya mauaji ya Wakristo Irani ni zaidi ya idadi hii tunayoijua. Taifa la Irani limekuwa katili sana juu ya Wakristo, ukiwafuatilia kwa kila njia, kuwadhibiti katika uchumi, katika kila eneo la maisha yao. Familia ya mtu aliyokamatwa katika masuala ya imani ya Kikristo inalazimika kulipa hadi dola 1,500,000 sawa na shilingi milioni 389 za Kitanzania kwa kosa la kukamatwa kuwa na imani ya Kikristo. Familia pia zinalazimishwa kupeleka mahakamani hati za ardhi yao, hati za nyumba, hati za biashara, kila kitu cha thamani wanachomiliki. Familia hizo za wahanga wa imani ya Kikristo zinakuwa kitega uchumi cha maafisa wa serikali na mahakama, na pindi akiachiwa, familia nzima inakuwa chini ya ulinzi mkali. Kama wakionekana kukusanyika tena kwa ajili ya Kristo au kuomba kwa imani hiyo, hapo mateso huwarudia na adhabu inakuwa kali kuliko ile ya mwanzo. Utawala unapitia benki ya akaunti za wote wanaoamini katika Kristo, wakichunguza ni msaada gani utakaoletwa kutoka wapi, na ukionekana msaada huo umeingia, wanasitisha akaunti hiyo na kuwafanya waliotuma msaada hiyo kukata mawasiliano nao. Sasa hata wanawake Irani wameunda kudai haki. Walianza taratibu mwaka 2009, wakainuka tena 2022, na sasa msukumo umekuwa mkubwa zaidi. Katika kipindi cha miaka 45 sasa, Irani imelifanya somo la dini ya Kiislamu kuwa lazima kuanzia utotoni, lakini sasa wanapoteza udhibiti. Irani imetumia njia zote za kuua Ukristo, kubomoa makanisa, kuua viongozi wa kanisa, kuchoma vitabu vyote vya kidini kwa miaka zaidi ya 50 sasa, lakini bado imani ya Kikristo ni kama moto usiozimika. Mwaka 1979, mapinduzi ya Kiislamu ilijenga ngome ya kiutawala. Lengo lake ni kuziondoa imani zingine zote isipokuwa Uislamu. Waliwaondoa mishionari, waliyafunga makanisa ya Kiarmenia na Asiria, walikataza uingizwaji wa Biblia hata kwa njia ya mtandao, na walikataza zisitafsiriwe kwa lugha asili ya Irani inayoitwa Farsi, na kufanya kila imani nje na Uislamu kuwa ni kosa la jinai. Mpango huo wa mwaka 1979 ulionyesha wazi kuwa kuhama imani kutoka Uislamu kwenda Ukristo ni kosa linalopaswa mtu kuuawa, na pia kukataa Uislamu ni sawa na kulikataa taifa lako. Kwa mipango hiyo, waliamini kuwa baada ya muda Ukristo utapotea katika taifa hilo. Katika nchi ya Irani, serikali inakupangia cha kuamini. Jirani yako anaweza kutoa taarifa ikiwa unaamini tofauti. Mama yako na ndugu zako na jamaa zako wanaweza wakashurutishwa kwa nguvu ya polisi kutaja ikiwa unaamini tofauti. Biblia zinafichwa chini ya godoro, sio tu vitabu vya imani, bali ni ushahidi wa uhalifu ikiwa utakutwa nayo. Katika nchi ya Irani, Persia ya kale, uhuru wa kuabudu haimaanishi kuchagua imani unayopenda, bali kuchagua dhehebu katika Uislamu, aidha uwe Shia au Sunni. Kila kitu kinaratibiwa na mfumo dume unaoitwa Ayat al-Faqih. Mfumo wa Ayat al-Faqih ni mfumo ambao kiongozi mkuu wa kidini ya Kiislamu ndiye mwenye mamlaka ya mwisho kwa taifa hilo katika kila kitu kinachohusu maisha ya wanadamu. Ukristo, licha ya hayo yote, umekuwa ni mbegu isiyokufa.
Ayatollah Kamwe aliwahi kukiri kuwa kuna mwingiliano wa imani miongoni mwa vijana wa taifa hilo. Wamefunga makanisa, wamechoma moto Biblia, wamewaua wachungaji, na familia za waumini zimeteswa na kuachwa katika hali ya ukimbizi bila thamani yoyote. Lakini bado imani katika Yesu Kristo inaenea kwa kasi zaidi, nyumba kwa nyumba. Haya yaliwahi kutokea wakati wa dola ya Kirumi dhidi ya kanisa. Yaliwahi kutokea China walipoasisi ujamaa, ambapo kufunga makanisa kulipelekea mamia ya mamilioni kuwa waumini wa Yesu. Imani ni kama maji yanayokimbia, huwezi kuyazuia katika chombo, yatajaa na kutafuta njia ya kumwagika yaende. Kinachotokea Irani ni nguvu ya Mungu kupenya kila vikwazo. Jinsi wanavyojitahidi kuzuia, ndivyo imani hiyo inavyozidi kuenea. Taifa hilo lilijulikana sana kwa kutoa Waislamu wa kimapinduzi kwenda duniani kote. Sasa nchi hiyo inakutwa na nguvu ya kiroho ya Mungu isiyozuilika. Taifa hilo linajitahidi sana kuficha ukweli kwa dunia yote. Linajitahidi kudanganya ili dunia isijue na kusema kuwa 99.66% ya wakazi wake ni Waislamu. Lakini ukweli wake ni tofauti na hivyo. Katika mwaka 2020, utafiti ulifanywa na taasisi ya Gaman ikiwahusisha Wairani zaidi ya 50,000 ambao walileta ukweli ufuatao kuhusu kuamini kwao. 78% ya watu hao wanaamini uwepo wa Mungu, huku 32% pekee ni Waislamu wa Shia. Utafiti ulionyesha kuwa 60% ya watu wote wameacha desturi zao za kila siku za ibada na kuhiji, ambazo Waislamu wanaziita nguzo. Sheria kama za hijabu zilikataliwa na watu wengi kwa 72%. Umiliki wa dola ya Kiislamu katika taifa hilo unapotea. Wanasema wanaongoza kwa jina la Mungu, lakini wakijaribu kupanda imani yao kwa njia ya rushwa, ukosefu wa uhuru, kwa risasi na kuzikataza imani zingine. Katika nchi hiyo, imani pekee inayoruhusiwa kuabudiwa ni Uislamu, ambayo inazidi kupata changamoto kila siku. Msomi mkubwa katika nchi hiyo, Muhammad Abulasi Dulabi, alisema ukweli huu. Alisema watu 50,000 katika Irani wamerudi nyuma katika imani. Misikiti 75,000 imefungwa kwa ukosefu wa imani. Misikiti iliyo karibu na jamii nayo imeanza kukosa watu. 60% ya Wairani wanasema hawasali tena, na wengi wanazikataa sheria za lazima za kiimani. Watu hawa wote wameenda wapi? Mamilioni ya watu hawa wamefungua mioyo yao kwa Yesu Kristo, imani inayokuwa na kuota mizizi kwa kasi huko Persia ya kale, yaani Israeli ya leo, yaani Irani ya leo. Vijana wanatafuta majibu mapya, wakitafuta maarifa kuhusu Yesu. Wanatafuta uhuru, neema, amani na msamaha wa dhambi. Kinachotokea Irani sasa sio mabadiliko ya kisiasa, bali ni mabadiliko ya kiimani. Ukandamizaji katika nchi hiyo kumefanya kuwe na mgawanyiko wa kiimani. Ipo imani ya nje ya serikali ya lazima inayoitwa Uislamu, na imani ya siri ambayo wengi wanaitumikia ndani ya mioyo yao, nayo ni Ukristo. Ndiyo inayoendelea Irani hata hivi leo. Mwanaume mmoja akikutwa anaamini katika Kristo, hukumu yake ni kifo, na mwanamke yoyote akikutwa anaamini katika Kristo, hukumu yake ni kifungo cha maisha jela. Kumiliki tu Biblia Irani, kutokufanya ufungwe hata miaka 15. Mitandao yote Irani ipo chini ya uangalizi mkubwa sana. Huwezi kutafuta hata jina Yesu bila Biblia, bila serikali kupata taarifa. Hapo utafukuzwa kazi, na kama mke unaachwa na kutengwa mbali na watoto wako. Waumini wapya Irani inawapasa wamkane Kristo ili kupata huduma katika nchi hiyo, au watengwe mbali na watoto wao. Hata kazi na huduma zote za serikali hutengwa ikiwa tu ataamini kinyume na imani ya Kiislamu. Ndugu, wakati wewe unajiuliza kanisa gani uende siku ya ibada,
Wakristo Irani wanajihatarishia kifungo hadi cha miaka 15 kukutana tu kwa ajili ya Yesu, hata iwe chini ya mti. Wakati wewe umeshika Biblia mkononi kwa madaha, ukienda popote kwa amani mahali ulipo, watumishi hawa wa Irani wanazificha Biblia katika dustbin na chini ya magodoro, hata kuigawana Biblia vipande vipande, bado usalama hakuna, wanatunza kichwani. Wakati wewe unaamua uamke sasa uombe, hata kwa sauti, katika eneo lako, katika kanisa lako, mahali unapoishi, watu hawa wanabadilishana na kufundishana habari za Mungu kwa ukimya sana, kwa sauti ya chini, kwa siri, kwenye maficho. 80% hadi 90% ya waumini wa Kristo Irani imeanza kwa kutokewa na Yesu mwenyewe katika maono, akiwapa nguvu, akiwapa kiu, akiwapa amani, akiwafunulia zaidi na kuwaambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hawana mhubiri, hawana askofu, hawana kanisa, hawajui tenzi yoyote, wala hawana mwimbaji katika stage, lakini Yesu hajawaacha. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno la Bwana halitapita kamwe. Serikali za Irani inalinda mipaka kwa satellite na ulinzi mtaani ni mkubwa sana, lakini bado Mungu amelikumbuka taifa lake, amewakumbuka watu wake. Mshike Yesu Kristo leo, maana ni njia, kweli na uzima. Shalom na kusalimu. Tunaomba sapoti yako katika kuimarisha huduma hii, kwani tuna uhitaji wa vifaa vingi vya kiofisi, na ili tuwafikie wengi zaidi tuna mahitaji mengi. Basi ikiwa una mchango, sadaka au maoni, tafadhali tumia namba hii: *255 665 53 82 08. Pia unaweza kutumia namba hii kwa WhatsApp kama una maoni au ujumbe binafsi kwa ajili ya huduma hii. Mungu awabariki wote. Amen.